Naam, uhali gani mwanafamilia na shabiki wa Mkubwa Media, karibu sana. Nimepata taarifa kwamba ngoma mpya ya Harmonize iliyotoka hivi karibuni, Friendzone, imefanya vizuri sana katika upande wa digital platform. Nimejaribu kufuatilia vizuri na ameweza kuonyesha furaha yake Harmonize kupitia ukurasa wake wa Instagram, akionyesha kwamba ameshika namba 1 katika upande wa Boomplay. Sasa basi inaonekana kitu kinachoendelea sasa hivi ni kwamba Harmonize hategemei kiki kama zamani. Ngoma kufanya vizuri haitegemei kiki za madem ama wanawake ambao tunaona kipindi cha nyuma. Harmonize alikuwa na mahusiano na Kajala, lakini pia alihusishwa kuwa na mahusiano na watu kibao kama Posh Queen, tunaona Sanchi, lakini hao wote inaonekana amewapiga chini. Sasa kuna taarifa kuhusiana na hii ngoma, ilikuwa siku 2 zilizopita au so bana, kwamba kati ya hizi ngoma mpya 6 zilizotoka hivi karibuni, upo na ukubali sana. Kwa hiyo wimbo gani uliofanya vizuri au sio? Wimbo mkali wa wiki au sio? Lakini kwa namna moja ama nyingine tunaona watu wakawekewa pale list ya ngoma ambazo zimefanya vizuri. Je, ni ngoma gani ambayo imefanya vizuri? Sasa watu wakapiga kura, ambapo tunaona ngoma ya kwanza ilikuwa ni ya kwake Loni Boy pamoja na Mario, ambayo ngoma inaenda kwa jina la Mitano. Alafu 2 wakeka Google Mavokali ya kwa Kimavokali, namba 3 Sela ya Alikiba, alafu 4 Sasampa ya kwa Diamond Platnumz akishirikiana na Focalisti and Cool MC Silas Africa pamoja na Dupi. Alafu namba 5 ikawa ni Friendzone, ikionyesha ushirikiano mkubwa kati ya Harmonize pamoja na Ibra. Alafu namba 6 ni Politrix Rapture au vipi bana. Sasa maoni ya mashabiki yalikuwa kama yafuatavyo. Konde Gang wakisema Friendzone. Sasa na hilo jina lako unategemea utachagua upi? Kiukweli hapa kuna nyimbo kufikia Friendzone, tuache ushabiki wa ajabu. Na kusomea kura. Sasa Harmonize akapata kura za kutosha. Friendzone, ngoma ya Loni Boy ndio ngoma bora kwa sasa, hakuna nyingine. Friendzone by Harmonize. Mwingine akasema Sela ya kwake Alikiba hawezi kuifikia. Hamo mzee wa Makonde, big up sana Friendzone. Kwa hiyo wengine wameweza kumtaja Harmonize. Mwingine sema Ibra pamoja na Harmonize ni bonge moja la ngoma. Kwa hiyo baada ya hapo sasa tunaona Boomplay wakamtangaza sasa masaa mawili yaliyopita kwamba mkali wa wiki. Mashabiki wa muziki wameshasema Friendzone ya kwake Harmonize akishirikiana na Ibra ndio mkali wa wiki. Kwa hiyo hii ni best au song of the week, yani nyimbo ya wiki nzima. Leo ni Jumatatu, kwa tunazungumzia wiki iliyopita. Hii ndio best of the best au vipi bana, the best of the best, ambapo ameshirikiana na Ibra. Sasa basi baada ya kushinda Harmonize, tunaona mashabiki wakafurahishwa. Mmoja akaandika top song in it, good music. Mmoja sema kitu baba ametisha sana. Mmoja akaandika kwamba nitapata haichangamki. Kwa hiyo tunaona wengine wanaonekana kuiponda, wengine wanaonekana kuisifia. Sasa kwa hiyo ushindi huu sasa umeonekana kumfanya Harmonize kwa miongoni mwa wasanii wanaofanya vizuri. Kwa hiyo imeweza kuripostiwa na watu kibao, lakini pia nitakuwekea hapa kuhusiana na katika upande wa au sio, katika Boomplay au sio. Kwa hiyo hii inaonyesha kabisa kwamba Harmonize amefanya vizuri pia. Lakini pia tunaona kuna ngoma ya kwake Harmonize pamoja na Ibra imekuwa top searched song, ambapo hii imekuwa namba 1 au sio bwana, nyimbo inayofuatiliwa zaidi au sio, inayofuatiliwa zaidi katika mitandao ya kijamii na usio bana. Lakini inaonekana Harmonize ameonyesha furaha kubwa sana baada ya kufanya vizuri. Kwa hiyo mambo yameonekana kuwa mazuri kwa upande wa Harmonize, ameonekana kufanya vitu vikubwa, na hii inakuja tu baada ya kutoa ngoma ya Friendzone, na tunaona kabisa kwamba
licha kwamba wengi walikuwa wanategemea labda zile kikio drama za wanawake kama zamani zitakuwepo, lakini kwa sasa Harmonize ameonekana kuzipiga chini na ameonekana kufocus na muziki, kwa sababu sasa hivi inasemekana kwamba amebadilisha uongozi, na kwenye huo uongozi ni kwamba amepiga chini yule meneja wake wa zamani na ameamua kuchukua uongozi mwingine ambao uko very serious naye. Tunaona kuna wakati mwingine watu wajaribu kuharibu image yake, wakakiona cha mtema kuni, mfano yule dada aliyevujisha picha zake. Kwa hiyo tunaona hii yote, tunaona pia hata promo aliyoifanya ni promo kubwa sana, kwa sababu kushika namba 1 katika upande wa Boomplay inategemea na vile ambavyo promo anaifanya. Kwa upande wa TikTok sasa hivi tunaona anafanya vizuri, watu wanaonekana kuicheza ngoma hiyo, kufanya challenge mbalimbali. Tunaona celebrity wakubwa wakiwemo Hamisa Mobeto, tunaona Karen Simba, tunaona wasanii kibao ambao wanapenda kuvibe ngoma za Konde wameonekana kuvibe hiyo ngoma. Lakini kwa upande mwingine inaonekana Harmonize ana kitu kikubwa ambacho pia anatarajia kukifanya baada ya hizi projects. So tunaona alitoa Kidedea, kutoka Kidedea sasa akaja na Friendzone, alishirikiana na Ibra. Kwa baada sasa hivi ni kwamba kinachosubiriwa sasa hivi ni album ambayo itatoka siku za hivi karibuni, na album hiyo itajumuisha ngoma zote zilizotoa sasa hivi. Kidedea itakuwepo Friendzone, kuna makolabo kibao amefanya mwandani, amefanya piano pia, amefanya kazi na Wasauz au sio bana, kina vocalist. Lakini pia tunaona kuna collab amefanya na wasanii kutoka kule nchini Nigeria, lakini pia kuna collab pia alifanya na msanii kutoka Uarabuni Mohamed. Kwa hiyo ni kitu kikubwa. Kwa hiyo kutokana na challenge lakini pia promo, watu kusupport kazi zake ndio imempelekea pale. Kwa hiyo wala sio zile kiki, wala tegemee kiki yote, na tunaona hamna kiki ambayo wameweza kuifanya mpaka ngoma hiyo kufika hapo. Na tunaona kila kukicha watu wamekuwa na jaribu kumshape na kusema kwamba bana inabidi achana kiki za mitandao, na imani sasa hivi hahitaji tena. Uongozi sasa hivi inaonekana yana focus zaidi na muziki peke yake, na imani sasa hivi tunajiandaa kwa project mpya, kwa sababu tunaona ana shows za kutosha hapo baadaye. Yana ana shows za kutosha, yana show hizo zinategemea yeye pia kufika jukwaani na mashabiki washalipa ticket. Kwa hiyo nalipi la kuzungumza kuhusiana na Harmonize kushika namba 1 katika upande wa Boomplay kama ngoma mpya, ngoma kali ya wiki, akiwapiga chini Diamond na wengine? Dondosha maoni yako, hakikisha unabonyeza alama nyekundu ili uende kusubscribe.